We are looking at faithfulness as a requirement. Tunaangalia uaminifu kama kitu ambacho kinahitajika. Our text is 1 Corinthians chapter 4. Wakorintho wa kwanza mlango wa 4. 1 Corinthians chapter 4. Wakorintho wa kwanza mlango wa 4. Verses 1 and 2. Mstari wa kwanza na wa pili. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and the stewards of the mysteries of God. Mtu na sabiki hivi kuwa mtu mwaminifu wa Kristo na mwakili wa siri za Mungu. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Hapo tena inahitajiwa katika mwakili ndivyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Stewards are people that serve. Mwakili ni wale ambao wanatumika. The president of this nation is serving. Rais wa nchi hii anatumika. He is expected to be faithful. Awe mwaminifu. The politicians who are governors, wale ambao ni wanasiasa ambao ni wawakilishi wanatumika. It's expected of them to be faithful. Wanahitajika wawe waaminifu. A teacher in the school, mwalimu kule shuleni, is rendering services. Anatoa they are expected to be faithful. Anahitajika awe mwaminifu. A mother in a family, mama katika jamii, she renders service. Anapatiana utumishi. She is expected to be faithful. Anahitajika awe mwaminifu. A pastor in the church, mchungaji kanisani, is rendering service. Anapatiana kazi. He is expected to be faithful. Anahitajika awe mwaminifu. Whether you are a man or a woman, uwe mwanamke mwanaume, a boy or a girl, in whatever capacity you may be, hali yoyote where huko, you render service to the society, unapatia you are watu huduma, expected to be faithful. wahitajika kuwa A mwaminifu. messenger mle mtumwa is expected to be faithful. Anahitajika mwaminifu. Even if they don't call you a messenger, or you are not even a messenger by title, labda hata sio katika but jina then lako, somebody call you in the church, mtu akuite maybe kanisani, the pastor say we see you are an accountant, labda mchungaji aseme tunaona wewe ni because of your mhasibu, profession we want you to help us in this area that has to do with finance. kwa sababu ya kazi yako tutaka utusaidie mahali pa fedha hapa. In that assignment you are expected to be faithful. Katika hiyo kazi unahitajika kuwa You may mwaminifu. not be a teacher by profession, Unaweza kuwa wewe sio mwalimu but kwa we saw the kuhitimu, way you are learning and the way you are responding, na tunaona vile unajifunza, and vile we perceive unaitikia, your capacity to teach others. tunaona unaweza fundisha And so we wengine. beckon on you Tunakuita, and say help us to teach these young people. mwambie saidia kufundisha hawa It is vijana. expected as you are doing it that you are faithful. Inahitajika uwe mwaminifu. That means all of us, whether young or old, Namaanisha sote vijana we are wakoma, expected to be faithful. tunahitajika tuwe waaminifu. Mommy calls you and says, son, my daughter, come here. Mama nakuita nasema binti ama You know, bwanangu in kuja that hapa. store they sell masiwa. Tumekutuma pale penye wanauza This maziwa. is money, please go buy and come back. Nenda ukanunue maziwa urudi. Mommy expected of you that you be faithful. Mama anahitaji uwe mwaminifu. Not that you get there, you buy sweet, Sio uende kule ununue and then you peremende, hide somewhere, and then you, after you finish eating the sweet, alafu unaficha baada ya or you buy biscuits. ama ununue biskuti After kule. eating the biscuits, Baada ya kula then you come back to mommy, unakuja kwa and mama, then you frown your face and say, I don't know what happened to the money. When I was going, one boy just slapped me and took the money and ran away. wewe unadanganya. Sasa kuna mtu amekushika akakunyang'anya pesa Mommy, akakimbia. sorry, let me give you another money, go and buy another one. Mama kwa sababu ajua anakuambia But pole, don't anakupatia don't nyingine, go through that way again, so that they will not catch you again. anakuambia usiende katika hiyo njia And you are tena, very happy na unafurahia that they didn't discover you are not faithful. kwamba wakutambue si But it is mwaminifu. required in Inahitajika stewards kwa mwakilishi to be faithful. awe mwaminifu, Faithfulness in the little thing, mwaminifu kwa vile faithfulness vidogo, in great kwa things, vitu vikubwa, faithfulness all the time. kila mahali. Look at it here. Angalia He hapa, said, let the member of the church be able to give account, nasema kwamba na tuweze kutoa hesabu even when there is no information, pre-information, hata kama hakuna ujumbe that there is hapa going to be interview. kwamba kutakuwa na When there is kuwakilisha, no pre-information, hakuna habari there is going to be investigation. kwamba You know, watachunguza. sometimes a
ago, Unajua hapo we awali have something to do with the government. tulikuwa na kitu kwa And we have serikali applied to them, we need this and this. na tumewaambia tunataka hiki na And hiki na then they hiki. say, okay, go and get letter from the chief. Tukasema leta barua ya And then mwana they mwakilishi, came here to look around and see the church. na wakaja hapa And kuangalia. then one of them said, Mmoja akasema, we know you people na wajua have been coming here, nimekuwa nikija and they hapa are coming as na newcomer. ninakuja kama And I mgeni observe what you are na doing. naangalia kile We know mnafanya. this COVID something, you people are observing it. Naona haya maneno ambayo And yamekuwa then hapo another thing mnafuata happened at another na time. ilitendeka And the tena. man said, we know you. Akasema I tunakujua, know them. si kuwajua. We even know where you stay. Unajua hata kule You unaishi. even have a campground in Mutwani. Najua hata mna shamba I have lingine been kule. there. Nimefika We kule. know how you do your thing. Najua vile We mnafanya. didn't know somebody was spying us. Hatukujua mtu I didn't know there's a anatufuatilia. CID following me Tukujua around. mtu anafuata kila Getting mahali. all information about me. Kwamba ujumbe And they wote know my anamfuata. wife and they know everything about me. Wanajua mke, I wanajua didn't mchungaji know wao. that. But Hakujua. what did they discover? Walitambua nini? Faithfulness. Uaminifu. That's what the Bible is Hili ndio saying. Biblia It inasema. is required Inahitajika. that you are found faithful. Upatikane Whether mwaminifu. you know they are trying to find out or not. Hii wao wanatafuta It kujua is mawajui. required that a Inahitajika. man is found faithful Kila mtu ajipatikane in mwaminifu. everything we do. Kwa kile kitu ambacho anafanya. Faithfulness is a requirement. Uaminifu ni kitu A kinahitajika. wife will want her husband to be faithful to her. Mme atataka mke awe mwaminifu, mke A atataka mume mwaminifu. husband will expect the wife to be faithful to him. Mme anataka mke awe Not that mwaminifu. when I travel, what is happening at home, I don't know what my husband is doing with other women. Sio kwamba ukisafiri unasema sijui anafanya nini na When my husband says he's going to do an assignment in Mombasa and he spent 3 days, well, all that 3 days, whether he's messing up with other women, I don't Sio know. kwamba mume akisafiri kufanya kazi anaanza kujiuliza hizo siku tatu anafanya nini. It shouldn't be so. Isiwe hivyo. It is required Inahitajika in stewards yule mwakilishi, that a man, a woman, a boy or girl be found faithful. mwanamume, mwanamke, mvulana, msichana We apatikane get to the mwaminifu. exam hall. Naenda katika chumba cha And we are mtihani, writing the exam. naandika mtihani, And the supervisor decided to go away. msimamizi atoke Or the invigilator decided to leave the ama hall ule of mwangalisha atoke exam. kwenye hilo jumba. He expects that Anahitaji you and I in that examination hall be found faithful. wewe na mimi tutakuwa He waaminifu. wouldn't expect that when we look left and right, it's not there. Then we begin to copy the exam, the question, something from the textbook. Hata tarajia kwamba akiangalia kando unaanza kuitoa kule kwenye vitabu. Somebody is having a store Mtu anakule where gala he's selling. pala anauza vitu, And then he said, well, I have to go there and I'll be coming back in 5 hours time. anasema naenda mahali fulani narudi baada ya masaa Can you matano, stand in for me? nisimamie And hapa. while you are there, they are coming to buy. Unapokuwa pale wanakuja He kununua, expected of you to be faithful. unahitajika wewe He mwaminifu. comes back, he says, how was the market since I was away? Anarudi anasema ilikuwaje nilivyokuwa And you have nimetoka. gathered about 10,000 before the person comes back. I don't know what happened, nobody came. Na unauza shilingi 10,000, mwisho unasema sijui And nini then you put kitendeka. 10,000 in your pocket and walked away. 10,000 unaweka And then you unatoweka, smile to yourself, I'm smart. alafu unasema wewe ni mwerevu. You are not smart. Wewe sio mwerevu, You are only foolish. wewe ni mjinga, Because it will be discovered not by him or her, but heaven knows. kwa sababu itatambulika sio tu kwake, Something Mungu atajua. happened some years ago. Ilitendeka miaka kadhaa, We imported a vehicle. waliingia kwenye gari, And then when the vehicle arrived, the government said we should come and clear and then collect the thing from the air, from the seaport. alafu gari lilipofika ikakuwa kwamba twende tulipe na And then they tuchukue gari, recommended this man and we say we need this amount and we gave him the money. na ikahitajika mtu hapa itaje mtu Little kwa did na we pesa. know that he was just eating the money. Hatukujua kwamba anachukua tu hiyo He pesa, didn't, and then demurrage or what they call it begin to accumulate. alafu hiyo pesa ikaanza kuzaa. And when we this thing come, I say, wait, we have applied, we have Kasema, paid, we itafika have done lini? this. Anasema And he will give tumelipa, us fake receipts. anatupatia And risiti we ambazo zifai, waited and waited and waited. tukangoja It became so tukangoja, prolonged. What are we going to do? What is the man? Say, be patient. kasema Are you vumilieni, not a man of God? wewe si mtu Are wa you not Mungu, a preacher? wewe si You have mtu, to be patient. ngojea. Until finally we receive letter from the government. We have accumulated 800,000 Kenyan shilling Mpaka mwisho serikali ikatuandikia kwamba tuna deni 800 that we should pay. We tulipe. say we have paid everything you Kama demanded tumelipa for. kila kitu, And the man did us like this, like snake and huyo disappear. mtu akatuchenga alafu And akatoweka. then we have
have to go here and go there. tukawa tukimbilia And when pale they na saw pale, all our labor, yote out of compassion, they say, you have been cheated. tuambia mmedanganywa nyinyi. Eventually, they waived the extra amount of 800,000. Mwisho wakatoa Now we 800, should just pay this one, then collect your vehicle. wakatuambia ile tutalipa na chukue And so we gari, did that one, we got the na vehicle. tukalipa tukapata And gari. years has gone by. Miaka imeenda, Mr. Man thought he was smart. yule akadhani ni mwerevu. After many years, I received letter from him. Baada ya miaka kadhaa nikapata And he barua, titled the letter Restitution. na akaandika barua I kuregesha. think he must have met some people in deeper life that taught him that you need to do restitution. Labda alikutana na watu wa kanisa hilo And then he began wakamfundisha, to say, akaanza kueleza all the money he has stolen from us, ile pesa alituibia yote everything has gone. imeenda, Sickness has come. ugonjwa Child umekuja, has died. mtoto Wife amekufa, has vanished away. mke ametoweka. Himself, this has happened. Imetendeka Calamity haya. upon calamity. Maneno I mabaya should hadi come and mengine. pray. I didn't pray against you. Si kuomba juu I yako never mabaya, saw God kill him or do it. I didn't say si so. kusema Mungu amuue, But God has said, lakini Mungu alisema be not deceived. usidanganyike. Whatever you sow, Kile unapanda that is what you are going to harvest. ndio utavuna, There's no question about it. hakuna swali hapo. You don't carry yam, you carry rice Uwezi beba into the punga, chamber upeleke and then shambani you plant it. na unapanda And you came back home na unarudi and you are nyumbani dancing. na You unacheza. say, why are you so happy? Mbona You say, umefurahia? I'm going to harvest Nitavuna mangoes. Maembe. Mango? Maembe? What did you plant? Ulipanda I nini? planted rice. Nilipanda But I mpunga, know it's going to produce mango. lakini najua nitavuna I will maembe. not argue with you. Sitapingana na We wewe, wait together to see. tutangoja tuone. That's what it is. Ndio hivyo, Let's pastor not here. wacha mchungaji We asijue. want to do a deal. Nataka tufanye That's what they mpango. call it this day. Hiyo ndio naita siku They hizi. won't call it cheating. Hawatasema They wizi, won't call it stealing. hawatasema They kuiba, say it's a ni deal. mpango. What do they call it this day? Wanaita They nini? say, Pastor, pray for us. Mchungaji, We tuombe. are in a relationship. Tuko katika I say, urafiki. please, I don't understand. Sielewi lugha hiyo. Say, we are in a relationship. Tuko kwa They urafiki. won't tell you fornication is going on. Hawatakuambia ni They uzinzi, only tell you that it's arrangement for marriage. hawatakuambia wanapanga ndoa. Whatever you sow, Kile whether unapanda, we know it or not, tujue tusijue, that's what we are going to harvest. utavuna. You can't cover it from God. Huwezi funika kwa Mungu, You can't cover it from God. huwezi ukafunika kwa Mungu. Be not deceived. Usidanganyike. God is not mocked. Mungu hawezi What you dhihakiwa, sow, Kile that's what we are unapanda, going to harvest. ndio utavuna. The problem with us is this. Shida ni hii, We have forgotten agriculture. tumesahau maneno. That when you sow mboga, Ukipanda mboga, vegetable, mboga 2 months or sometimes even 1 month, miezi miwili na mwezi mmoja, you harvest unavuna within a short time. wakati If mfupi. you sow maize, Ukipanda mahindi sometimes 6 months miezi or 3 sita months, ama saba, you harvest. unavuna. The time is a bit too longer than the vegetable. Nafasi ni ndefu kidogo But kulingana na you go to mboga, Mombasa and you sow coconut. lakini uende kuna na upande It is mnazi, not 2 months. sio mwezi It's miwili, not 3 months. sio miezi It's not mitatu, 1 year. sio mwaka You may mmoja, have to wait for 3 years. utangoja miaka A mitatu, longer time of waiting. muda mrefu. The thing you sow now Kile may unapanda not produce fruit now. inaweza kosa kutoa But matunda dear sasa, friends, lakini ndugu, the time of harvest will come. wakati wa kuvuna unakuja. So deceit Ukipanda is, uongo is waiting for you. inakungoja, If you sow faithfulness, ukipanda it's uaminifu waiting for you. inakungoja. The people say the thing that goes round come round Wanasema again. kwamba kile kinabiringika You kinarudi throw tena. it out there, Tupa kule nje, you throw it at him, mtupie, and you better remember na ukumbuke it's coming back to you. inakurudia. When you say you, Unapoonyesha kidole wewe wewe one wewe, finger to them. kidole kimoja kwao, How many fingers facing you? vingapi vinakuangalia wewe? Tell me. You won't answer. Amjibu. Let us stand up there. Hebu tusimame. You know it's good to do exercise once in Ni a vizuri while. tufanye mazoezi. I say when you say you, Unaposema wewe, how many finger remains? vingapi vinabaki? How many? Okay. Out of those 4, which one? How many is talking to you? 3. Tatu zinakuangalia wewe. You.
But the wewe. other three, Tatu, they say, look at yourself. nasema ujiangalie We are mwenyewe. also pointing back. Hata sisi tunakuambia That wewe is, it will come back 3 times. kwamba itarudi mara 3. Let's be seated. Tuketi. May God give us understanding. Mungu atufahamishe. May God deliver from deceit. Mungu tuondoe kwa May God uongo. remind us Atukumbushe that in this journey of life, safari hii temptation comes, majaribu itakuja, difficulty comes, ugumu the utakuja, challenge of life may face you. changamoto itakuja. But do not forget, Usisahau whatever you sow kile unapanda is what we are going to harvest. ndicho utavuna. There's no shortcut about it. Hakuna njia mkato. What a girl, a woman, a man, a woman, whoever you are, Msichana, mvulana, mume, mke, uwe whatsoever nani, you sow, kile that unapanda is what we are going to harvest. utavuna. Saul of the first king of Israel, Sauli mfalme wa kwanza he became the king. akawa He mfalme, got instruction. akapata He maagizo, was sent to destroy the Amalekites. akaambiwa waangamizi wa Because Malakai those Amalekites need to be judged. kwa sababu walikuwa And he hukumiwe, was God's instrument for judgment. na alikuwa ni chombo cha Mungu And cha he went hukumu, and he carried out the instruction. na akaenda akafanya hayo, But not completely. lakini I hakumalizia. don't know what came on him. Sijui nini ilimujia, Maybe the way we rationalize. labda vile tunaamua, He is a king, I am a king. yule ni mfalme, mimi ni I mfalme, think there's conspiracy and Hebu compromise for kings. tuelewane kama wafalme, Maybe. labda. But he said, Lakini it akasema is the people with ni me. watu na mimi, But the leader is the one to take responsibility. lakini kiongozi ndiye atachukua And so he jukumu. didn't kill the king Agag. Hakumuua mfalme Agagi. And also there are some fat cow and ram. Na kulikuwa na ng'ombe wala amenona na kondoo. My friends soldiers, Askari wangu, is it reasonable? no? Look at this fat cow. Hebu ona wamenona This vizuri will hao. make for a good meal, you know. Hapa inaweza kuwa nyama nzuri. And this cow did not offend God. It's the people of Amalek that offend God. Na ng'ombe wa kumkosea Mungu ni watu wa I know, Malakai. you know, Samuel, but it's only Bible that man is reading. Unajua ule mtu ni Biblia tu He anasoma, doesn't in the society. ajui nini kiko hapa. So let's be wise. Tuwe wa hekima. We'll kill all the things. Tutaua But these wote. very fat ones, Lakini hii ambayo you know imenona, what we're going to do? tutafanya nini? We're going to sacrifice to God. Tutaitoa kama kafara kwa Once Mungu. we do the part of God, Tukifanya sehemu ya whatever Mungu, remains ile ambayo imebaki is yours and ni mine. yako na And the yangu. people Na watu clap. wakapiga makofi. Be not deceived. What Usidanganyike, you sow, you will harvest. kile And unapanda so utavuna. back. Na wakarudi, And Samuel came. Samuel akaja, Hey, I have done what God commanded. nimefanya kile Mungu alisema. Wait a minute. Ngoja, How about the bleating that I'm hearing? je, ile sauti nasikia? Oh, obedience is better than sacrifice. Kutii ni heri kuliko kujitoa kafara. And you know the consequence. Na unajua kile kilitendeka, How I wish you remind yourself. na heri How ukijikumbusha. I wish God will remind you Ni heri Mungu akukumbusha. faithfulness Uaminifu is required. inahitajika. 3 points to consider. Vituo vitatu, 3 points to consider. ngele vitatu tunaangalia. The thing that takes away faithfulness Kile ambacho kinatoa uaminifu is not as big as an elephant. sio kubwa kama The ndovu. thing that takes away faithfulness Kile kinaondoa is not as uaminifu fierce as a lion. haitishi kama The simba. thing that takes away Kile faithfulness kinaondoa uaminifu is not as terrible as a shark in the ocean. sio kama ule papa kule. The thing that takes away faithfulness Kinaondoa is uaminifu not like eruption of an earthquake. sio kama mlipuko, Little things. kidogo kidogo. Songs of Solomon chapter 2 verse 15. Wimbo bora He said, take us the little foxes. nasema tuondolee vitu vichache, Take us the little foxes. tuondolee vitu They vichache. are small like termites. Ni vidogo kama They are small like little ants. ni kama mle mchwa, They are small like little ni things. mchwa mdogo kule. And I've heard people Na say, nimesikia watu wakisema this one, hii this little thing, vitu vidogo hivi. and you know what they say? Unajua sema It nini? doesn't matter. Haijalishi. This little thing, Hivi vidogo it hivi doesn't matter. haijalishi. This little thing, Hivi vidogo it hivi doesn't matter. haijalishi. A little lying, Uongo a kidogo, little cheating, kudanganya a kidogo, little deceit, kora a kidogo, little unfaithfulness, kutokuaminika kidogo, little drops of water.
maji kidogo You know, kidogo. when rain is falling, Mvua ikinyesha it doesn't come with like a mighty drum and hit you on the head. haiji kama nguvu ikugonge kwenye No, kichwa, it comes in tiny strands. inakuja kwa kidogo And kidogo, it look as if it's of no consequence. inaonekana kama haifai. But wait a minute. Ngoja You begin to see erosion. utaona maji sasa And ikianza you kutiririka. ask, you Unajiuliza, see this tiny thing that is dropping? ni ile tu kidogo ile That is ilianguka, now becoming like this. ndio hii sasa And the inaonekana. erosion may become so big that it takes away all the thing on the gutter. Na mnyoko unaweza kuwa kwa mkubwa, unabeba maji yote kwenye, Sweep everything away. inafagia kila kitu And hapo. you are asking, Unauliza, is it this little water ni hii maji kidogo that is causing this problem? ambayo inaleta umomonyoko huu? Little things matter. Vitu vidogo vya He uhusika. said, take away the little foxes. Asema tuondolee They spoil the chamber. wale ambao wanaharibu They spoil mizabibu, the farmland. wanaharibu Take mizabibu. away little lies. Tuondolee uongo It kidogo, spoil your testimony. inaondoa ushuhuda wako, Take away little unfaithfulness. ondoa kutokuwa It mwaminifu, destroy your integrity. inatoa heshima Take yako. away little all this hide seek. Hii kujificha hii It destroy your hope of heaven. inaondoa tumaini yako ya 3 mbinguni. points we are considering. Vitu vitatu tunaangalia: Evidence of faithfulness. ushahidi wa uaminifu. What is the evidence? Ushahidi uko wapi? How do I know you are faithful? Mtajuaje wewe ni You see, mwaminifu? when you come and say, look at me, I am a faithful man. Ukija uniambie mimi ni mwaminifu, Everybody says that. mtu anasema hivyo. Look at me, I'm a faithful Niangalie girl. mimi ni mwaminifu, Everybody says kila mtu anasema that. hivyo. Look at me, I'm a faithful preacher. Mimi ni mwaminifu kama Everybody mchungaji, say kila mtu that. anasema I hivyo. want to see Nataka evidence. kuona Then the experience of the unfaithful. alafu kule kuwa na ushahidi If wa wale. somebody is unfaithful, Mtu ambaye you si see, mwaminifu the end justify the means. ni yale ambayo anafanya, anaonyesha kila That's nafasi. what people say. Hii ndio watu wanasema, They say we should only marry one wife. sema tuwe mke mmoja. I got this one from that other woman. Ilitoa kule, I got this one from that other woman. ilitoa kwa ule mwingine, This one at home, huyu nyumbani. the 3 children he had for me, Wale watoto watatu wamenipa, none of them go beyond primary 3. hakuna ule ambaye amepita hata Standard 3, darasa, they drop out. wanaangukia darasa But la look at tatu. this one from outside there. Ona yule wa nje, He's now a professor. yeye ndiye sasa ametoa ule mwasi. Wait, Ngoja you will understand utaelewa that unfaithfulness there kwamba kutokuwa mwaminifu will bear fruits utazaa matunda by and by. mbeleni. That's why the unfaithful will have their experiences, Ndio wale ambao si waaminifu watapata ule mshahara, and then heritage of the faithful. urithi. You know, when you are faithful, Unajua ukiwa mwaminifu it's like it takes time to receive the reward. ni kama inakawia kuleta ule. You are faithful in the midst of unfaithful people. Wewe ni mwaminifu kati ya wale ambao sio You are waaminifu. faithful in the midst of unfaithful children. Mtoto mwaminifu kati ya wale ambao sio You know, that waaminifu. was the problem of Joseph. Hii nilikuwa shida ya Yusufu. There were 12 of, okay, at that time 11 of them. Walikuwa 11. Because Benjamin was too small, he didn't go with them. Huyu mdogo Benjamin alikuwa mdogo sana. And then he saw the children of this one, they are not faithful. Akaona mtoto huyu si He mwaminifu. saw Reuben, the man was not faithful. Ona Ruben si mwaminifu. He saw Simeon, he's not faithful. Umeona kuwa mwaminifu. Dan, he was not faithful. Nela kuwa mwaminifu. Asher, he was not faithful. Acha kuwa mwaminifu. Look at Naphtali, he wasn't faithful. Naphtali hakuwa So mwaminifu. they came back home. Wakarudi nyumbani. Daddy said, Joseph, how was the field today? Baba kauza Yusufu, ilikuwaje leo? He said, Daddy, if I'm to talk from what you taught me, Akasema kama ningesema hilo you ulinifunza. taught me to be faithful. Ulinifunza niwe mwaminifu. I look at my senior brother. Angalia wakubwa wangu. This is what this is what Reuben did when we Ndio were Ruben there. alifanya tulipokuwa nje. And the father says, that's so. Akasema ni hivyo. What do you say of Judah? Yule naye alifanya nini? It's the same thing, Daddy. Hivyo hivyo. How about Asher? Je, Asha? All of them together, that's what they were Wote doing. walifanya hivyo. And when I spoke, Na nilipoongea, they said, shut up there. kaniambia nyamaza When wewe. were you born? Ulizaliwa lini? And because I was the most junior, Kwa sababu mimi ndio mchanga kwa so I wote. was looking at them. Kawaangalia, And Daddy said, did you join them? baba akisema ulijiunga nao. He said, Daddy, I couldn't do what you were Na mimi doing singefanya kile wanafanya. because you taught me that thing is Kwa hivyo unfaithfulness. nilifunza kwamba wewe si So uaminifu. how did they treat you? Wewe ilikuwaje? It was terrible. Ilikuwa ya They were ajabu. talking against me. Walikuwa wakiongea In vibaya fact, juu yangu. when it was lunch time,
wakati wa and they were sharing the food. wakishirikiana chakula. They say, reporter, you go and sit down there. Wewe mwenye unatoa habari I nenda was keti hungry, kule. but I couldn't talk. Nilikuwa njaa lakini If I say sijaongea. anything, they will beat me up. Nikisema watanipiga. And Daddy says, that's so. Sema ni hivyo. And the angel was writing the record. Na malaika alikuwa They thought it was the report of Joseph. walidhani ni yale tulisokuwa You are tumesema. reporting us. Unatushtaki, We'll deal with you. tutakuonyesha. It's not him. Sio yeye. And it's not her. Na sio yule. There's an angel reporter. Una yule There's malaika an anasema angel habari. journalist. Una He keeps ule the malaika record and he anaweka says, God, look at Joseph. sema Mungu Look muangalie at Yesu. Daniel. Angalia Danieli. Look at Reuben. Angalia Rubeni. Look at Dan. Angalia Look Dan. at Judah. Angalia Judah na This is the Benjamin. record for each of them. Yote ambao wamefanya ndio That haya. is the issue. Ni nini sasa? Then the day came, Siku ikaja, the day of reward. siku ya kutunuku. And the father said, Na baba akasema, Reuben, Ruben, firstborn, mwanzilishi the wangu, strength, my strength, mtoto wa nguvu zangu, the excellency is upon him. yule ambaye ana yote ambayo inahitajika, But lakini he will not prosper. hatabarikiwa. What? Kwa nini? He defiled my bed. Alichafua kitanda changu. Oh, you knew about it? Ulijua? Not really. Sio. But how come you say that? Na mbona unasema? That's instruction from above. Maagizo kutoka juu. There is instruction from above. Kuna maagizo kutoka juu. And he will say, this one, Anasema huyu I have refused him. nimemkataa. Even the seer, Hata ule mwana Samuel, he Samueli saw Joab. akaona Yoabu. He said, no doubt, no doubt. Look at the stature. Nabii Samueli akasema, hebu muone huyu vile Look at anakaa. how handsome the man is. Ona vile anapendeza. This is the anointed of Ndiye God. mteuliwa wa Mungu. And heaven said, hey, no, Mbingu ikasema la, I have refused him. nimemkataa. I pray you will learn this lesson. Naomba utajifunza I funzo pray hili. we will learn this Naomba lesson. utajifunza hili funzo. Because that day will come, Kwa sababu ya siku yaja, the day of your appointment, siku ya kuteuliwa the day kwako. when you are supposed to be lifted up like this. Siku ambayo unafaa And uinuliwe. as they want to lift you to Wakitaka kuinua the chair of opportunity, kwa kiti cha uwezo, the chair of greatness, kiti cha ukuu, the chair of honor, kiti cha heshima, heaven says, mbingu itasema no. la. I pray. Naomba utajifunza. Number one, Ya kwanza, evidence of faithfulness. ishara ya Evidence that shows that you are faithful. ama ushahidi wa kuonyesha kwamba wewe ni mwaminifu. When you talk of hypocrisy, Ukiongea juu ya unafiki, when you talk of pretending, kujidanganya, you will not find the faithful there. au utapata mwaminifu Never. pale. La. That's why in Matthew 23 verse 2, Ya Mathayo 23 mstari wa 2, Jesus said, don't be like the Pharisee. Yesu akasema sio kama They Farisayo, promise they won't fulfill. wanaahidi hawatendi. Kipekee, Different, tofauti, peculiar, ya kipekee, unique. haifanani na vingine. All people are running after today is how to dress. Watu wanakimbilia tu mavazi How to dress. bila watavaa So they can see I'm beautiful. ili waonekane warembo. I don't know about that. Sijui hayo. Are you peculiar? Wewe ni tofauti. Are you beautiful in the sight of God? Wewe unafaa mbele ya Mungu. What is God's measurement of beauty? Mungu anapima nini urembo? I say it's character. Ni tabia. Character. Tabia. Does he see character? Anaona tabia yako? In that character it is called faithfulness. Kama hiyo tabia yako ni kwa In uaminifu. that character it is called honesty. Kama ni uaminifu. In that character it's called godliness. Kama ni uungu ndani. In that character it is called being trustworthy. Kama ni kuaminika. Are you trustworthy? Wewe unaaminika. Are you honest? Wewe ni mwaminifu. Are you faithful? Wewe ni mwaminifu. Are you holy? Wewe mtakatifu. Are you godly? Wewe ni una uungu ndani yako. You can settle it today. Sawazisha You hayo. take confession Unahitaji kutubu and forsaking. na kuachana na yale. Don't stop at the corridor.
ulisimamia njiani. I've confessed. Nimekiri. Have you forsaken? Umeacha. Nobody is arguing about whether you have ever sinned or not. Hakuna mtu ambaye anapingana kwamba haujafanya dhambi ama umefanya. All have sinned can come short of the glory of God. Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. But all must not continue to sin. Lakini wote wasiendelee kwa dhambi. All have sinned, agreed. Wote wametenda dhambi. But all must not continue in sin. Lakini wote wasiendelee katika dhambi. All have sinned. Wote wametenda That's dhambi. the Bible declaration. Hiyo ndio Biblia inasema. That's God's evaluation. Hiyo ndio uamuzi wa Mungu. But all must not continue in sin. Lakini wote wasiendelee katika dhambi. You must come in and become peculiar. Ingia ndani na uwe You tofauti. must come in and become faithful. Ingia na uwe mwaminifu. You must come in and become honest. Ingia na uwe ule ambaye You ataezeka. must come in and become trustworthy. Uingia ndani na uwe You mwaminifu. must come in and allow him to transform your Ingia character. ndani na mruhusu akubadilishe tabia yako. You, in coming in, Uje ndani, put off toa in order to put on. ili uvae. If you have been a liar, Umekuwa muongo, put it off. vua, Then you come in. alafu uingie If you ndani. have been a fornicator, Umekuwa mzinzi, put it off vua hayo and come in. na ingia An ndani. adulterer, Umekuwa put it msherati, off vua and hayo come in. na ingia ndani. It takes putting it off. Wote yale maovu You toa. can't carry it alone. Huwezi yabeba You ndani. can't go in with it. Huwezi ingia ndani. Mommy don't know it. Mama My hajui. husband has no idea that I did it. Bwana hajui. My wife must not hear it. Mama hajui. It's not important when you come before the throne. Haijalishi ukija mbele ya Because mfalme. all things are transparent there. Kwa sababu mbele yake vyote You vinajulikana. can't hide it. Huwezi You ukaficha. can't cover it. Huwezi ukafunikia. Let the blood of Jesus wash you today. Wacha damu ya Yesu kusafisha Come leo. now. Ingia ndani. Let us reason together. Njooni pamoja Though your tusemezane. sin be like crimson Hata kama dhambi zako ni and red like blood, nyekundu kama it shall damu, be whiter than snow. itakuwa kama That seluji. is what is inviting you to get. Hii ndiyo inakualika He upate. didn't say come and get religion. Hakusema uje upate Come dini, and get church. uje upate He said come kanisa. and get salvation. Alisema njoo upate Come and wokovu. get saved from your sin. Njoo uokoke kwa dhambi Come and zako. get liberation. Utambuliwe Come uwekwe and get huru. delivered. Uwe ukombolewe. Delivered from the bondage of smoking. Ukombolewe kwa kuvuta sigara. Delivered from the bondage of drugs. Ukombolewe katika madawa ya kulevya. Delivered from the bondage of lying Ukombolewe kwa uongo and fighting na kupigana and cheating na and kudanganya all those evil na things. mengine maovu. Come, Njoo all you that have been struggling, wote ambao wanang'ang'ana, I will make you free. nitawaweka huru, I will give you life. nitawapatia I give maisha, you freedom. nitawapatia uhuru, I make you peculiar. akufanye uwe kipekee. That's what we are invited to receive. Yeah. By the time they connect it with 5 other verses, either Old Testament or New Testament, you say, okay, this is the meaning. Wakati ukilinganisha na zingine tano, unaona kwamba kweli hapa kuna maana. Adult with toy Bible. Kwa hivyo watu ambao wamekomaa na Biblia Bible ndogo will zile give to children in pre-unit. zinapatia watoto wa chekechea. When will you change it? Utabadilisha lini? When will you buy a new Bible? Utanunua lini mpya? The one like my own. Moja kama yangu hapa. Good Bible. Biblia nzuri. In fact, this one, the word of Jesus is in red letter. Ambayo imeandikwa katika So herufi that you can nyekundu. see it well. Ili uweze kujua maneno ya Yesu The vizuri. promises of God are marked. Ahadi za Mungu So you can see it well. ili uweze kuona vizuri. Whatever is wrong that anybody has done, Yote kile kiumbe when you open it, kifungua they mark it X. wanaweka So ishara ya that you can say, alama. okay, that's one wrong thing that somebody did. Useme mtu alifanya They kitu have given fulani. the sign Huo to mtu make you understand. kufanya uelewe. That's the type of Bible you buy. Ndio Biblia ufaye And kununua. how much does it cost? Nanunua pesa It's ngapi? not as costly as your suit. Linganishi na nguo zako. So buy a good Bible. Nunua Biblia nzuri. Are you promising me? Unaniahidi? But some of the Bible I see around, Lakini Biblia zingine ninazoona that is starting from Genesis chapter 10, inaanza Mwanzo 10, chapter 1, 2, 3 moja mbili has traveled ahead. imeenda safari. So you need to buy another one. Kwa hitaji nyingine. Because when your dress tear, Nyungu yako ikiraruka, it's calling for a new one. inahitaji nyingine. Correct? Kweli? So buy a new Bible. Nunua Biblia nyingine. Isaiah 45, are you there? 45 Isaiah 45. We're going to read it, tutasoma then we pray. alafu tuombe.
45, 45 verse 19. mstari wa 19. Isaiah 45, verse 19. Isaya 45:19. I have not spoken in secret in the dark place of the earth. I said not unto the seed of Jacob, seek ye me in vain. I stop there. Sikusema kwa siri kati mahali pa nchi ya giza, sikuambia wazao wa Yakobo, nitafuteni bure. He said, you have heard. Umesema umesikia. It's no longer in secret. Sio siri tena. You understand. Unaelewa. And what I told you is not in vain. Na kile nilikwambia sio bure. Why is it not in vain? Mbona sio bure? Number one, the faithful will be rewarded. Ya kwanza, waaminifu watatunukiwa. Number two, the faithful will escape evil. Ya pili, wale waaminifu watajiepusha na maovu. Number three, the faithful will get to heaven. Ya tatu, waaminifu watafika mbinguni. So if you are faithful, it's for your benefit. Kama ni mwaminifu ni furaha kwako. Faithfulness is for your own advantage. Ni kwa mazuri kwako mwenyewe. Faithfulness is for your own progress. Ni kwa kuendelea kwako. Kabla tujaomba, they made an illustration. Nafanya ishara that a man, a director in a company, kwamba mkurugenzi kwa kampuni wanted to choose another, alitaka kuchagua mwingine, who is step him after he's gone. Yule ambaye atasimamia kazi yake. They made one for the director, they made one for children. Wana mmoja wa watoto na But let me use the one of children because all of us have passed through childhood. Hebu nilitumia watoto kwa sababu kila mtu amepitia hiyo. This one was a teacher. Alikuwa mwalimu. And he got maize seed. Akachukua mahindi. They wanted to choose a class captain. Akataka kuchagua msimamizi wa darasa. But they want a faithful child. Anataka mwaminifu. So he distributed the maize to them. Akawapatia mahindi. And he said, go home, go and plant. Akasema nendeni mpande. And then you'll be taking care of it. Utakuwa ukilinda hilo hindi. Then when the time comes, you will bring it. Wakati ukifika utaleta. They went home. Wakaenda nyumbani. But that maize, hilo mahindi, they have boiled it. Wameichemsha. It cannot grow. Yezi kuwa. So they went home, everybody planted. Kila mtu akapanda. Mommy, plant it for me. Mama nipandie hii. So they planted. Akapanda. And then day after day, nothing is coming out. Siku nyingine hakuna kile. Teacher will say, I hope your maize is growing. Mwalimu anasema najua mnalinda. And the teacher say, yes. Anasema ndio. The teacher will smile. Anatabasamu. And there's this boy among them. Na mmoja wao. He couldn't talk. Hakuongea. Because his own maize is not growing. Kwa sababu hindi yake ilikui. A week passed. Wiki ikapita. Nothing. Hakuna kitu. The other one, mommy said, we don't know what happened to the maize they gave you. What are we going to do now? That we put another one. Mwingine akasema asijui kilitendeka. And the other one grew. Akaweka yake. And so that day came. Na hiyo siku ikafika. Children, bring your maize. Leta mahindi yenu. And come and see maize of different sizes. Kuja uone mahindi ya aina mbalimbali. They put fertilizer, the thing is growing. Wakaweka mbolea imekuwa vizuri. Green. Matawi ni mazuri sana. And my boy carry his own maize. Na huyu akabeba hindi lake. With shame and with a bowed head. Na aibu. Because it's ordinary can, there's nothing there. Kwa sababu yeye hakuna chochote. And as they got to class. Walifika darasani. Where's your own maize? Yako iko wapi? He couldn't talk. Hakuongea. So your maize did not grow. Wakacheka and all the people were laughing. Wengine wakamcheka. Eventually teacher came. Mwalimu akaja. Joseph, Yusuf, come here. Njoo hapa. And Joseph was shivering like this. Akawa anatetemeka. Ameogopa. Because my maize did not grow. Kwa mahindi yake haikukua. I don't know what I did to God. My maize did not grow. Hindi lako halikukua. Began to laugh. Wengine wakaanza kucheka. Joseph became the captain. Mwishowe Yusufu akawa msimamizi. Yusufu mwaminifu. Because the others are unfaithful. Kwa wengine si waaminifu. And teacher said, mwalimu akasema, the maize we gave you, ile tulikupatia, tuliipika. It cannot grow. Ikakua. It's dead. Imekufa. You only want to test how faithful you are. Unataka kuona vile ni the mwaminifu. only child in this class mwaminifu hapa that is faithful ni nani? Is this one that did not grow. Mwenye haikukua. And so he became the captain. Kwa hivyo akawa msimamizi. All the fear vanished. Uoga wote ukatoweka. His tears vanished. Machozi katoweka. He became exalted and promoted. Akainuliwa. I want to be promoted at the end of my journey. I want to be honored at the end of the journey. If you get there by deceit, heaven will not choose you. If you get there by deceit, heaven will not honor you. If you get there by cheating, God will not select you.
ama kwa You utekaji. can hide it from me Unaweza jificha kwa and your watu wife na mke and your wako husband na mume wako and your parents na wazazi and your employer na and your mwajiri director na yote and your wale. supervisor. Yule You anakusimamia, cannot hide it from huwezi God. jifunza kwa Mungu. Make a choice. Toa uamuzi. Lord, once again you have spoken to us, reminded us, shown us, oh Lord, in the scripture. Lord, we pray as many as have prayed, coming out of the unfaithfulness, oh Lord, putting off the unfaithfulness, oh Lord. As they put on the faithfulness, Lord, I pray, let not again they turn back to where they have left. We know the grace to keep us. You are able to grant to us in Jesus' name. And as we continue, Lord, on the path of faithfulness, oh Lord, give us the power to stand firm until the last day. We give you glory, we give you honor because you know you have answered. And in Jesus' name we pray. Amen.